Kumekuwa na maswali mengi, msiba utaendeshwa kwa utaratibu gani? Utaratibu utakaoendesha msiba huu ni msiba shirikishi. Kwanza, huyu ni senior citizen, na ukishamsema ni senior citizen ni mtu ambaye amehudumu katika nchi kabla ya uhuru, wakati wa uhuru, ndani ya serikali, nje ya serikali, ndani ya taasisi za kimataifa, ndani ya vyama vya siasa. Ni muasisi wa Chadema, ameikuza, ameweka misingi ya Chadema. Kwa hiyo ametumikia taasisi mbalimbali ndani na nje ya nchi. Zaidi, huyu ni baba wa familia, ana familia yake. Kwa hiyo msiba huu ni msiba jumuishi. Kila ambaye alifanya kazi na mzee hata nyimwa nafasi ya kushiriki katika msiba huu. So msiba ni wa Tanzania wote, na nimesema huyu ni senior citizen. Kwa hiyo kama senior citizen, kila mmoja ambaye alifanya kazi na mzee, familia iko tayari kushirikiana naye kuhakikisha naye anapata nafasi ya kumwenzi huyu baba, kwa sababu wote ni wako wake. Kwa maana hiyo, kutakuwa kuna nafasi ya Chadema, chama chake, kutakuwa na nafasi ya vyama vingine vya siasa ambavyo vile vile vilifanya naye kazi, kutakuwa na nafasi ya serikali ambayo vile vile alihudumu huko nyuma, kutakuwa na nafasi ya benki kuu, kutakuwa na nafasi ya wakulima wa kahawa. Huyu mzee alikuwa ni mwenyekiti kwa muda mrefu sana wa Tanzania Coffee Research Institute TACRI. Alikuwa mwenyekiti wa bodi kwa miaka mingi. Nao watakuwa vile vile wana nafasi hiyo. Kutakuwa na nafasi ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Nao watakuwa na nafasi. Kwa hiyo huu msiba sio wa mtu mmoja, ni msiba jumuishi, shirikishi, kwa watu wengi, walio wanasiasa na wasio wanasiasa, bila kujali mtu ametoka chama gani, walioko serikalini na wasioko serikalini, vyama vya ushirika, vyama vya wafanyakazi, taasisi mbalimbali kama ambavyo nimezungumza, ambazo huyu baba alihudumu. Kwa hiyo naomba hiyo taarifa mwapelekea Watanzania. Tunawashukuru wote wanaoendelea kutupelekea salamu mbalimbali za pole na rambirambi. Tunawashukuru vile vile wale wengine wengi wanaokuja kushiriki na sisi katika maandalizi haya, mkiwemo ninyi ambao kwa kweli mmekuwa na sisi bega kwa bega. Mtusamehe kama kuna maeneo ambayo tumewachelewesha. Tumeshauriana na chama na unaweza na viongozi wa chama wengine bado wako kwenye vikao. Tunajaribu kutafuta njia bora zaidi ya kulitunza jambo hilo, kwa sababu kumbukizi za mzee Mtei kwenye simulizi ya maisha yake ndani ya Chadema na maeneo mengine yote ni muhimu. Kwa hatuwezi kulipuuza. Kwa hiyo sio swala la kusema eti chama kingeachwa. Chama tuko nacho bega kwa bega, ni chama cha mzee, chama chetu. Tutaendelea kumwenzi mzee na kukienzi chama chetu. Kwa hiyo kila mmoja kwa namna ambavyo nafasi itaruhusu, kila mmoja atamegewa kisehemu kinachomhusu, ili kila mmoja, kama nilivyosema, huyu mzee ni mtu wa watu, kila mmoja aone kwamba kweli amemwaga mzee wake, ameshiriki katika kumpumzisha kwenye nyumba yake ya milele. Tayari kwanza tuna salamu mbalimbali kutoka mashirika mbalimbali ya kimataifa ambayo mzee alifanya nao kazi kwa njia moja au nyingine. Wengine wametuma salamu za maandishi, wengine wameshatuma email, wengine wanatuma wawakilishi. Kwa tunaendelea kupokea makundi mbalimbali, wengine bado wako kwenye mipango ya safari. Itoshe tu kusema kwamba tunategemea ugeni mkubwa sana kutoka ndani na nje ya nchi. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.